voice note za Manara akiwasema baadhi ya viongozi na baadhi ya wasanii kama Alikiba na wasanii tofauti wakina Chino na nini. So ni issue kubwa ambayo imezidi kutrend sana mtandaoni. Na kama unakumbuka, kama mara mwisho niliwahi kusikia kwamba Haji Manara hata ile nyumba ambayo anakaa amepangiwa na viongozi wake GSM, na kwenye voice note pia aliwasema hao viongozi. So ni issue ambayo kiukweli inasikitisha, na hata yeye mwenyewe ameposti kwenye Instagram account yake na ameandika, sikuwahi kuwaza kwamba niliishi na adui nyumbani kwangu. Sikuwahi kufikiria kumbe hata maongezi ya kifamilia yalikuwa yanarekodiwa na baadaye kuwa mtaji wa kodi. Ukiniuliza nini kosa langu ni kutoa talaka ambayo hakuna mwanaume angeacha kuandika. So guys, lakini acha utukufu wa Mungu uje kutoa hukumu sahihi. Sasa hapa inaonekana anamshtumu kabisa Zailisa kwa kile ambacho amekivujisha, voice note za kuwasema mabosi zake, kuwasema wake wa watu wa viongozi, pamoja na nakumbuka hata kuna baadhi ya voice note zilikuwa zikimsema Irene Uwoya pia kuhusiana na issue yake ya kupewa sijui USD 50 na nini. Kwa hiyo ni amewasema watu wengi sana, na inaonekana kwenye iko kikao cha kuwasema watu hakuwa peke yake, kulikuwa kuna watu tofauti. So nimekuja kuona hapa pia Zailisa aliposti kwenye Instagram account yake ni maelezo mengi sana. Ngoja nikusomea Mwijaku yeye aliyoposti afu nije kwa Zailisa. Mwijaku yeye ameposti, amesema wewe wa kumsema bosi wangu huna haya hata kidogo, na kodi unalipiwa lakini ndio uwasengenye. Nitashangaa sana kama utaendelea kuitangaza GSM Home. Umemvua nguo mke wa bosi hadharani. Je, ni kweli Uwoya alipewa USD 50,000? Je, mke wa bosi wako atajisikiaje? Wewe ni adui. So hapo utagundua pia hadi Mwijaku pia ameamua kumshtumu Haji Manara kwa kile ambacho kinazidi kutrendi mtandaoni. So issue ambayo imetrendi sana ni kuhusiana na Zailisa. Zailisa hapa ameposti maneno mengi sana, yani ni caption ndefu sana. Sasa mimi nitakusomea kwa uchache ili najua ni nyingi sana, yani ni caption nyingi sana, ni maelezo mengi sana. Kama unavyojua siku zote wanawake huwa wanaandika vitu vingi sana. Sasa yeye ameposti kwa ukubwa zaidi, amesema kukaa kimya na kuendelea na maisha yangu bila kukuongelesha popote ndo hasa lilikuwa lengo, na ni kawaida yangu nikitoka kwenye maisha ya mtu natoka mazima, lakini naona baba unayazua mno. Please, hebu naomba uniache tafadhali. Mimi sio mwanamke wako wa kwanza mpaka umefika huo umri una ndoa 6 na mahusiano yasiokuwa na idadi maalum. Sasa kuachana na wewe isiwe tabu au isiwe tena nongwa na kunifanya shimo lako la taka kuja kutupia kila uchafu wako. So akaendelea kuposti na kusema, unavyosema mimi ndo nimekurekodi na kuuza ili nipate kodi ala. Hapa akataja jina la kidini kidogo, akasema mbona simple tu, teknolojia imekuwa sana nowadays. I'm ready kwa gharama yoyote ili tufuatilie hizo voice zimetoka kwa nani. Usitake kunitia ubaya mpya mara hivi mara vile, sitaki kiukweli. Yani unavyoiongelea hiyo talaka azifu, nilikuwa nataka sana hiyo ndoa. Bro, wewe shahidi kutwa ulikuwa unalalamika kuwa na kudai talaka kama wimbo wa taifa, na ni kweli kuishi na wewe yahitaji mtu jasiri. Hebu niache basi, kama umeondoka na figo lako kitu gani? Kwani sihusiki na hizo voice kukurekodi, alafu usichokijua umejiweka kwenye kona mbaya mno. Una maadui wengi sana kutokana na mdomo wako mchafu, na watu walikuwa wananichukia hadi mimi nilipoolewa na wewe. Alhamdulillah, nimetoka kwenye chuku za watu ambazo zilikuwa hazina sababu. Sasa hapa chuku sijui alimaanisha ndo chokochoko, sijaelewa. Anasema nimetoka kwenye chuku za watu ambazo zilikuwa zina sababu kwangu isipokuwa kwa sababu yako. Jifunze kuishi na watu, umri ushaenda. Wewe kila mtu kwako ni mbaya, kila mtu agombane na wewe. Jitafakari. So akaendelea kuandika vitu vingi sana. Ni maelezo mengi sana. Sasa kwa jinsi ambavyo issue inazidi kuendelea, inaonekana kwamba ni issue nzito sana ambayo ameifanya Manara. Na hizi voice sijui itakuwaje, kwa sababu hadi mke wa bosi wake amehusishwa GSM
na amemzungumzia vibaya, sijui itakuwaje. So kwa hiki ambacho kinaendelea, ndugu yangu, dondosha komenti yako hapo na wewe utoe maoni yako, tujue itakuwaje. Labda wewe una maoni gani kuhusiana na issue ambayo inamwataki Manara? So dondosha komenti yako hapo, usisahau kusubscribe.